mechi ilikuwa ngumu kutokana na ubora wa Namungo na mipango ambayo Namungo alikuja nayo katika mchezo wote, lakini tumefanikiwa kufungua roki zao na kupata ushindi wa magoli 3-2. Lakini ukiachilia mbali ushindi, kilichofurahisha zaidi kileo ni kiwango bora kwa wachezaji wetu na timu yetu kwa ujumla. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kweli kweli. Tumeshuhudia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kikiongezeka ubora. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Tunachoweza kusema kwamba Simba yetu tumeipata, japo hatujafika mwisho kwenye Simba ya kwetu, lakini walau mwanga umeanza kuonekana kuelekea kwenye Simba yetu. Wana Simba wanafahamu wanataka mpira wa aina gani, wanataka mpira mzuri, wanataka pasi nyingi, wanataka magoli mengi, wanataka kuona wachezaji wakifanya pressing, wanataka kuona wachezaji wakikimbia, wachezaji wanatengeneza mashambulizi na nafasi. Na vyote hivyo vimeonekana katika mchezo huu wa leo. Lakini watu wameshuhudia mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi watu wameshuhudia mabadiliko ya wachezaji mmoja mmoja, kitu ambacho kimeweza kuwavutia watu wengi leo. Na kila mwana Simba ambaye anaondoka hapa Benjamin Mkapa leo anaondoka akiwa na furaha ya hali ya juu mno baada ya kuiona Simba mpya, Simba ya kwetu. Sema kwamba Matola rahisisha mpira kuonekana upesi pinzani wenu leo. Matola ni moja kati ya makocha bora sana tuliokuwa nao barani Afrika, na tumeona leo namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kufanya mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kuona yule pale hayuko sawa sawa, wacha ni mbadilishe. Hiyo yote inatokana na upeo wake mkubwa wa kusoma mchezo na kuangalia mechi inaendeleaje. Na tumeona mchezaji mmoja mmoja kiwango chake kimeongezeka. Tumeona leo Alassane Kante akitawala pale katikati, anapokonya, anapiga pasi fupi, anapiga pasi ndefu, anatengeneza mashambulizi. Tumemuona Budo ambaye hatujamuona kwenye kiwango bora namna hii kwa muda mrefu kwa kweli. Hii ni kazi ya muda mfupi ya Mwalimu Selemani Matola ya kuongeza viwango vya mchezaji mmoja mmoja, na hatimaye watu leo wameondoka hapa Benjamin Mkapa wakiwa wameridhika kwa 100%. Kulikuwa na kigugumizi cha man of the match kwa namna ambavyo wachezaji wote wameperform. Walioteua wamepata kazi. Kwa sababu kuna wakati anaonekana kama Budo angeweza kuwa man of the match, kuna wakati kama Kante angekuwa man of the match, kuna wakati waliofunga pengine wangeweza kuwa man of the match, lakini yote kwa yote wamekwenda kuchagua mtu sahihi ambaye ni Rushin De Reuck, baada ya kazi kubwa ambayo ameifanya, interceptions ambazo amezifanya, blocking ambazo amezifanya, ukijumlisha na goli ambalo amefunga limemuongezea thamani katika mechi ya leo, na hatimaye amekuwa mchezaji bora. Na Rushin anafunga goli lake la pili katika ligi kuu ya Tanzania. Ni jambo la kufariji kuona ya kwamba ukiachilia mbali washambuliaji tunaowategemea, lakini hivi sasa tunapokuwa na mipira iliyokufa kuelekea katika lango la mpinzani, Rushin anaongezeka pale na anatengeneza options za wafungaji kuwa wengi. Bana, kwa pila ambalo limepigwa leo, wana Simba wasishangae Matola anaachiwa timu. Tusubiri viongozi wataamua. Matola kafanya balaa. Ametukata kiu. Kwa muda mrefu hatujaona Simba yetu ikitakata namna hii. Tumeona maingizo ya wachezaji wapya, Semfuko Charles, na amefanya kazi kubwa kwa kweli, anachukua na achia moja, yani kama bahari hakai na uchafu. Hiyo yote ni kazi ya Selemani Matola ya kumwambia bwana, wewe unaweza, nenda kafanya vitu basic, dunia itafurahi. Kama vipi apewe? Najua Matola ni kocha mkubwa sana, na kwa ligi ya ndani hii Matola anaweza akakupa kila kitu ambacho unakihitaji. Matola dhidi ya timu hii ambayo tuko nayo ya Simba, ya wachezaji hawa wazuri tuliokuwa nao, ana uwezo wa kufanya wonders sana katika ligi hii ya Tanzania. Nani wa kuweza kumsumbua Matola? Na Mungu
Fountain, Azam, Lipuli ama kitu gani, anaweza kucheza nao vizuri kweli kweli bila mashaka ya aina yoyote. Umenepa ulikuwa wapi? Sigatia swali. Okay, sawa. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha elimu kwa namna ambavyo wanacheza. Pengine ni mategemeo ambao wana Simba nao na wadau wanafahamu namna ambavyo wanacheza, ama kuna kitu kingine cha tofauti? Ya mechi ya leo haikuwa nzuri kwake. Cheza kwa dakika 45 na hakuwa na performance ya kuridhisha, na ndio maana mwalimu akamtoa. Na ni kawaida kwenye mpira wa miguu, kuna siku unaamka mambo yanakataa. Kwa hiyo leo kwake haikuwa siku nzuri, na ndio maana mwalimu akafanya mabadiliko ya haraka kumwingiza mchezaji mwingine. Kiwango chake hakina mashaka hata kidogo, lakini usitegemee kila siku atakuwa kwenye kiwango bora. Kuna siku inakuja, kuna siku inakataa. Leo kwake imekataa na mwalimu akampumzisha ili kuendelea kujipanga kwa mechi inayokuja. Pengine wana Simba mnatumiaje hizi dhidi ya matatu ya tuna mapumziko kidogo hapa ya siku kama 3-4 hivi, alafu wale wachezaji ambao wanakwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa wataondoka kwenda kwenye majukumu hayo, lakini kundi kubwa la wachezaji litabaki kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na katika wiki 3 hizi za maandalizi tayari tutakuwa tumeshapata kocha mkuu ambaye atakuja kusaidiana na wataalamu wengine waliopo ndani ya Simba kwa ajili ya kufanya na kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Nsingizini kwenye ligi ya mabingwa barani. Ni huyu ambaye ameonekana Dar es Salaam kwa kihudumu Afrika kadhaa kwa champion. Unamzungumzia Sheikh Nasreddin. Mimi mwenyewe nimemsikia yuko town hapa, sijajua. Sijaonana naye na sijajua amekuja kufuata kitu gani, kwa kuwa ameshaishi hapa, pengine ana mipango yake amekuja kuitimiza. I'm not sure kama ndio kocha wetu mpya, kwa sababu bado vile sijapewa taarifa na wakubwa wangu ama dodoso na wakubwa wangu ya kwamba nani atakuwa kocha mpya. Kwa hiyo kama Nabi yuko mjini hapa, siwezi kuthibitisha kama ni kocha wetu. Nabi ni one of the best coaches hapa barani Afrika, lakini kama haitoshi, ukiachilia mbali ubora aliokuwa nao, maarifa aliyokuwa nayo, lakini faida nyingine aliyokuwa nayo ni league experience ama environmental experience ya Tanzania. Ameshafanya kazi hapa miaka 2 kama sikosei, maana yake anayafahamu vizuri mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo peke yake inampa faida zaidi ya kuwa candidate bora zaidi kama kweli watu watakuwa wanamhitaji. Ushajipanga unamtambulishaje baadhi au unamtambulishaje nani? Bora kama una uhakika sana tunachukua nani. Ameshadukua mambo. Mimi kusema kweli taarifa sina, na mimi ningekuwa najua ningewapa hata code. Lakini kusema kweli ni declare hapa ya kwamba sijui kocha gani, lakini ndani ya wiki hii tutakuwa tumemaliza mchakato mzima hapo. Na semaji kuhusu Miguel Gamondi, je, naye natajwa kwamba mmepeleka mnamhitaji naye kuwa ndani ya kikosi? Gamondi siwezi kumzungumzia at all kwa sababu ni mwajiriwa wa taasisi nyingine. Itakuwa ni unfair kumzungumzia mtu wa taasisi nyingine. Sheikh Nabi nimzungumzia kwa sababu ni mtu huu, lakini kwa Gamondi I reserve my comment. Halo, mbona mapema wanangu? Hatujazungumzia goli ya Selemani Mwalimu. Lakini hatujazungumzia nini kingine, Mutale. Hatujazungumzia kama nani, kama Rushin ndio mchezaji anayeongoza kwa magoli kuliko washambuliaji wa timu nyingine. Mbona mnanikatisha? Hatujazungumzia pia kama kocha Gaborone bado yupo mjini. Hatujazungumzia kama wamekaa kikao leo wakamwambia cheza kama anavyocheza Matola. Hatujazungumza. Mwandishi mtaki content za moto mtaki. Ile pila lile unaweza kulipa jina gani? Ule ni mchanganyiko wa jimbi, mhogo, mlenda pamoja na mnamu. Ndio unapata lile pira ambalo wanacheza ndugu zetu hivi.